wamekwenda ikiratibiwa na aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar Salum Mwalimu Juma, wakaenda kumrubuni aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar anaitwa Said Isa Mohamed. Wakafungua kesi mahakamani, Wazanzibari watatu wakiongozwa na Said Isa wakashtaki baraza la wadhamini la Chadema, wakanishtaki na mimi katibu mkuu. Katika mashtaka yao wanazungumza kuhusu kwamba hakuna uwiano sawa wa mgawanyo wa rasilimali kati ya bara na Tanganyika. Ukisikiliza unaweza kufikiria bali hoja inayotetea maslahi ya Zanzibar, lakini kumbe hiyo sio sababu ya msingi. Ni kisingizio, ni uongo. Kitu kilichojificha nyuma ni kwamba wamepeleka mahakamani ombi kwamba kwa hati ya haraka. Tena awali walipeleka kwa kusikiliza upande mmoja wao peke yake, kwamba shughuli zote za Chadema nchi nzima, mikutano ya hadhara, mikutano ya ndani, kila kitu kinachohusu Chadema, utendaji wa ofisi, kila kitu kisimamishwe mpaka kesi hiyo itakapomalizika. Yani malizike miaka 10, miaka 20. Sasa bahati nzuri kuna watu wapenda haki wakatuambia kuna ombi limeletwa huko kwa hati ya dharura, tena wameliomba lisikilizwe kwa upande mmoja tu. Mawakili wetu wakaenda wakaweka kigingi kwamba na sisi tuna haki ya kuwepo ili tujibu hizo hoja. Na leo kesi imeitwa mahakamani, Mahakama Kuu. Walitarajia kwamba kwa sababu wamenishtaki katibu mkuu nitaacha ziara, nitakwenda Mahakama Kuu Dar es Salaam. Sisi tumewaambia tuna vikosi vya kutosha, mawakili wako mahakamani, viongozi wako mahakamani, na hiyo nao tutaishinda. Sasa wana mbinu ya tatu, na yenyewe inailenga taasisi ya Chadema. Mfumo umeingia ndani ya Chadema na umejipenyeza kwa kutumia kivuli cha ushindani wa kiuchaguzi uliokuwepo ndani ya chama mwezi Januari mwaka 2025, uchaguzi wa taifa kati ya mwenyekiti aliyekuwepo Mheshimiwa Mbowe na mwenyekiti ambaye aliingia sasa ambaye alikuwa makamu mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu. Sisi ndani yetu timu Lissu, timu Mbowe zilishavunjwa toka Januari 2021, na sasa toka tarehe 22 Januari, na sasa tuna timu moja tu, timu inaitwa Chadema peke yake. Sasa wamewarubuni wachache ndani ya Chadema na wamewaaminisha kuwa muondoke ndani ya Chadema, mwende chama kingine cha upinzani, kwa sababu Chadema eti kuna mgogoro. Lakini pili, kwa sababu Chadema imesimamia msimamo wa no reform no election. Ila mgogoro ni kisingizio, hoja halisi ni no reform no election. Alafu watawala wamewaahidi kwamba mkienda chama kingine tutawapa majimbo machache ya ubunge, tutawapa viti maalumu vichache, tutawapa na ruzuku. Wameisha, si ndio? Wameisha, si ndio? Na kweli wameisha, kwa sababu mwaka 2020 rais aliyekuwepo wakati huo Magufuli aliwaita baadhi ya wabunge wa Chadema na baadhi ya viongozi wa Chadema, akawaahidi hamieni NCCR Mageuzi, alafu tutawapa viti 20 vya ubunge, alafu nyinyi ndio mtakuwa chama kikuu cha upinzani, alafu Chadema itaporomoshwa kama NCCR ilipoporomoshwa na kadhalika. Kumbe walipewa ahadi ya uongo. 2020 hawakupewa hata kiti kimoja. Sasa Samia naye ameamua kutumia mbinu hiyo. Sisi tunawaambia wana Magu na nawaambia wana Chadema wa Magu, mbele ya wananchi hawa
ambao mmesikia wakisema kauli kwamba wamekwisha, mtu akifanya hilo amekwisha. Wangapi mnasema atakuwa amejimaliza, amekwisha? Wamejimaliza, wamekwisha, si ndio? Mnaisikia sauti ya wananchi. Sitarajii Magu ajitokeze kiongozi wa kwenda kinyume na sauti hii ya wananchi. Na ikitokea kiongozi yoyote hapa Magu wa chama au mtiania wa udiwani au wa ubunge, nashukuru Kaswahili wewe ni mtiania wa ubunge na umesema bayana kwamba wewe utashiriki uchaguzi kama tu kukiwa na reform. Hongera sana Kaswahili. Msimamo huo mwenao wote. Sitarajii mmoja hapa atawasaliti hawa wananchi. Na nyinyi wananchi wa Magu, kwa sababu mchezo huu umetengenezwa na dola, wanahama wachache, lakini wamewapanga badala ya kuhama siku moja, wamewapanga wahame siku tofauti. Yani wanahama hawa watano, hawa ngapi, kidogo kwa muda, ili ionekane kama vile wanaohama ni wengi na wanahama muda mrefu. Tumeelewana Kwa hiyo ni kuwapuuza. Sisi tusonge mbele kwenye mapambano ya no reforms, no election kama timu ya pamoja. Sasa jambo la tatu wanalolifanya, baada ya kuwa Chadema imechukua msimamo wa no reform, no election, virubuni kimsingi vyama vingine vya upinzani na wakavipeleka kwenda kusaini kinachoitwa maadili ya uchaguzi Dodoma. Maadili ya uchaguzi mabovu yaliyoandaliwa na tume ya uchaguzi ambayo yenyewe tu haina maadili kwa sababu sio tume huru. Wakataka na katibu mkuu wa Chadema aende akasaini, mimi nikasema siendi kusaini, sikwenda kusaini hayo maadili. Lakini vyama vingine 17 vya upinzani pamoja na CCM cha 18 vikaenda kusaini. Kwa vyama vingine vikakubali kwamba vitashiriki uchaguzi kwa mazingira haya mabovu ya kiuchaguzi, ili kimsingi vitumike kuhalalisha mbele ya jamii ya kimataifa ambayo bunge la Ulaya kwa mfano limeweka msimamo wa no reform, kwa kwamba lazima reform zifanyike kabla ya uchaguzi. Waidanganye jamii ya kimataifa kwamba Tanzania kuna demokrasia kwa sababu kuna vyama 17 vinashiriki uchaguzi vya upinzani, kuna CCM, alafu kuna chama kimoja tu ndio kinasema no reforms, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa hizi njama nazo kuna jinsi ya kudhibiti. Na jinsi ya kudhibiti njama hii ni nyinyi wananchi kuweka msimamo kwamba chama chochote kinachojiita cha upinzani kama kinakubaliana na huu msimamo wa CCM wa kuendelea kushiriki uchaguzi bila mabadiliko, hamtakisikiliza, hamtakiunga mkono. Sasa niwaulize wa Magu, amwendi si ndio? Wangapi mnasema hivyo vyama 17 vya upinzani hamtaunga mkono chochote, hamwendi, hamfanyi chochote, hamwasikilizi? Msimamo ni kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms, no election. Asanteni sana Magu. Asanteni sana. Nawashukuru sana. Sasa ndugu zangu wa Magu, najua kwamba hapa Magu kuna mambo mengi